Kwanza kabisa nipende kutumia fursa hii kuwajulisha umma kwamba taasisi yetu kwa kipaumbele na kwa mustakabali mkubwa wa nchi yetu tunafuatilia masuala mbalimbali ambayo yanaendelea hasa kisiasa, na tunatoa wito pia kwa wageni, mabalozi wa nchi tofauti tofauti pamoja na viongozi wa ndani wa kisiasa wa upinzani na soko upinzani. Limetokea swala kubwa sana kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, hasa mambo ambayo yanaendelea. Sasa mimi haya mambo kwa kweli tumeona si vyema kukaa kimya, pia kama mwenyekiti wa Wazalendo nizungumze japo kidogo kuhusiana na jambo hilo. Tunakumbuka kwamba miaka 4 nyuma iliyopita Mheshimiwa Rais tangu achukue nchi kwanza kabisa kipaumbele chake kikubwa alizungumza kuhusu maridhiano, na alipokuja na falsafa ya maridhiano alijipambanua na alieleza kwamba kitu gani ambacho pengine yeye anakihitaji katika nchi hii, katika uongozi wake, hasa kwenye masuala mazima ya kisiasa, uchumi na mambo mengine yote. Kabisa kwa dhati kabisa tuliona mafanikio makubwa sana hasa ya kisiasa, hasa masuala mazima ya kidemokrasia. Tuliona kule mambo ambapo alikuwa anakwenda, tumeona mikutano hadhara ilifunguliwa, lakini ukiacha hivyo pia tuliona Mheshimiwa Lissu alipokuwa mishoni aliweza kuitwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuja kufanya siasa. Upendo mkubwa na jitihada kubwa sana zilifanyika katika eneo hilo. Sasa nitumie fursa hii kuwakumbusha Tanzania na wadau wote, wanasiasa, wasoko wanasiasa na wadau wote na wanaharakati wote, kwamba inapaswa tujue kwamba hawa watu ambao mpaka wengine tunawatetea wana nia gani na dhamira gani. Mfano nakupa mdogo sana. Tundu Lissu tangu ameanza kufanya mikutano ya kisiasa, mmesikia kauli zake, tumesikia namna ambavyo alikuwa anazungumza, tumesikia mambo mbalimbali ambayo alikuwa anafanya. Na ukweli ni kwamba Lissu alikuwa anafanya siasa za kusema sana watu na kudhalilisha sana watu. Wote tunafahamu. Amemsema vibaya sana Mheshimiwa Rais, amesema vitu vingi vya ovyo, na hususan mkiangalia vile hata ilifikia mbali kabisa akawa anasema mpaka watumishi wa Mungu. Lissu amewahi kusema watumishi wa Mungu wameongwa na Mheshimiwa Rais milioni 100, kitu ambacho kina uchonganishi mkubwa sana, ambacho kisiasa na mustakabali wa nchi yetu si kitu kizuri. Lakini kitu ambacho sisi tunashangaa kwamba hata Lissu wakati kaongea maneno hayo hatukuona tamko lolote la viongozi wa kidini wakijitokeza kukanusha hizo tuhuma ama kukemea maneno ambayo alitoa Tundu Lissu. Lakini sasa hivi Tundu Lissu tunaona watu wengi wamekuwa wakijitokeza hadharani na kupinga kile ambacho kimemkuta kuhusiana na kesi ambayo inamkabili, kitu ambacho kwa kweli bado tunasubiria wote ufafanuzi wa mahakama na tunasubiria hukumu ya mahakama jinsi ambavyo itaamua. Lakini kikubwa na cha msingi ni kwamba hiyo Tanzania tunapaswa tujifunze sana na tutafakari kwamba nchi yetu hii ni nchi ambayo kwa kweli kwa miaka 4 imeongozwa katika demokrasia ya hali ya juu sana. Mama amejitahidi sana kuiongoza nchi hii kidemokrasia na kihaki, kila mtu anafahamu. Lakini inapokuja swala la mtu anapovunja sheria ama anapoongea vitu anapanga vitu ambavyo vimepitiliza, vimeenda nje mipaka ya sheria zetu na utamaduni wetu, anapochukuliwa hatua inaonekana kama ni tukio la kisiasa. Lakini tujikumbushe, kama Lissu angekuwa anakabiliwa na kesi za kisiasa kama wengi ambao wanafikiria, tujiulize leo hii angekuwa na kesi ngapi? Maana mara nyingi mimi ninazo clip zake zaidi ya 10 akimtukana Mheshimiwa Rais, akitukana viongozi mbalimbali, hasa watu wa kina Mbowe, akisema kwamba timu ya kina Mbowe akisema kwamba imekula rushwa, imepewa rushwa za fedha za Mabduli. Mambo mengi amezungumza Lissu ya ovyo kabisa ya kuchafua watu. Lakini hakuna mtu yote ambaye amejitokeza kukanusha ama kuzungumza kwamba kile ambacho anakiongea kina ukweli kiasi gani. Watu walikaa kimya. Watu wanachekelea. Tumekuwa tuna utamaduni wa kufurahia mambo maovu yanavyofanywa, hasa mtu akiwa anadhalilishwa au mtu akiwa anaongelewa vibaya kwa watu wengine, hata kama ilikuwa ni uongo. Mfano mzuri, Lissu ameupata mwenyekiti wake kwa propaganda za uongo. Ametukana sana watu, amejaza watu sumu. Hata Mbowe kutokuaminiwa zaidi kupewa kula nyingi kulitokana na uongo ambao Lissu aliupandikiza kwa wanachama wa Chadema kwamba ni msaliti, kwamba amelambishwa asali na vitu vingine vingi tu. Bila hivyo sidhani kama angeweza kumtoa. Sasa tunapaswa kujifunza Tanzania kwamba na hata wageni wa nchi yetu tutambue viongozi hawa wa kisiasa hasa wa upinzani, wakati mwingine wanapokuwa wanaongea wanakuwa na nia gani. Lissu ameanza kuwasema vibaya watu wa chama chake. Lakini ninachoshangaa kwamba hata alivyowasema kwamba amekula rushwa, alivyoingia yeye kwa mwenyekiti
na makamu mwenyekiti wake hakuna hatua zote ambazo wamezichukua za wala rushwa wa chama chake. Maana kwamba alizungumza maneno ya uongo, alizungumza maneno ya uzushi, na sisi watu ambao tunafahamu tunajua kwamba alizungumza vile ile apate ile nafasi. Kwa hiyo aliona kabisa kwamba ili umuue Mbowe wako lazima umpe jina baya. Akampa jina baya Mbowe. Sasa nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo katika msingi wa hoja kwamba siasa zile ambazo zinatumiwa hata na viongozi wa upinzani kushughulikiana katika chama chao, wanazitoa siasa zile wanazileta katika siasa za kitaifa. Umeelewa bwana? Kwa mfano Lissu, hii kesi ambayo inamkabili, ukifuatilia vizuri hili jambo, ni jambo kama ambalo alikuwa amelipanga. Amedhamiria kuichafua nchi, amedhamiria kuichafua serikali kwa kufanya vitu au kutaka kujaribu kufanya vitu vya ovyo ili serikali ipate doa, ili Mheshimiwa Rais apate doa, ili ionekane kama nchi hii inaminya uhuru wa kidemokrasia. Lakini tujikumbushe mama alivyokuja na 4Rs, wote tunafahamu kwamba hawa kina Lissu wote walikuwa wako nchini, na aliyewaita nchini kuja kufanya siasa ni mama mwenyewe. Kama angekuwa mama hataki watu waje kufanya siasa au alikuwa hataki kusemwa vibaya au alikuwa hataki kukosolewa, asingewaita kina Lissu kuja kufanya siasa. Mama ndo aliwaita kina Lissu waje kufanya siasa, na sio tu kuja kufanya siasa. Yeye pia ndo aliridhia kuwafungulia mikutano ya hadhara ili wazungumze. Sasa tunajiuliza leo kwamba inawezekana vipi mtu yule ambaye amewafungulia hawa viongozi wa kisiasa wa upinzani kufanya mikutano ya hadhara, umeona bwana, kitu ambacho mama kuhusika katika kuifunga mikutano ya hadhara, lakini aliruhusu jambo hilo. Lakini kiongozi yule ambaye amewaita hapa nchini kuja kufanya siasa, amewaita hapa nchini kuja kushirikiana nao, ikafika hatua mpaka akampa tuzo kwa uongozi wake bora ambao alikuwa kaonyesha katika upande wa kisiasa. Leo hii linamkuta mtu jambo binafsi, makosa yake binafsi linaonekana linataka kuhusishwa kama ni jambo la kisiasa. Hizi kesi si kesi za kisiasa kama tunavyodhani. Lissu aliwahi kusema hotuba ya rais ni matakataka. Kwenye nchi yoyote ambayo ina misingi ya kuheshimiana, huwezi kuongea makauli kama hizo, kwa sababu katika kufanya siasa kuna kuheshimiana. Kukosoa kuna kuheshimiana. Kumkosoa mtu ama kuzungumzia mambo ambayo wewe ukubaliana nayo ni mambo ambayo kwa kweli kama mtu ambaye umestalabika unapaswa kuzungumza katika msingi wa hoja ambayo inaweza kaeleweka, sio kumdhalilisha mtu. Lakini mara ngapi Lissu amemdhalilisha Mheshimiwa Rais? Wote tunafahamu mara ngapi amemdhalilisha Mheshimiwa Rais. Mara ngapi amesema Mheshimiwa Rais anatoa rushwa kwa viongozi wa dini, na mmeona wapi amechukuliwa hatua kwa kusema hivyo? Maana kwamba angechukuliwa hatua ingeonekana moja kwa moja kwamba hatuna uhuru wa kuzungumza. Lakini yote mama katika 4Rs ambazo yeye amesema nazisimamia, kuna kitu kinaitwa ustahimilivu. Ustahimilivu mama ameonyesha kwa muda mrefu kuwavumilia viongozi wa kisiasa ambao wanamtukana, ambao wanamsema vibaya, ambao wanaongea mambo mengi ya ovyo. Lakini mimi nashangaa kwamba hizi nguvu ambazo zinatumika kubwa hizi kuwasema vibaya viongozi hasa wa serikali, kwa mfano kama rais. Tunajua wote kwamba hivi karibuni Mange Kimambi alimzungumzia rais matusi makubwa sana. Lakini pamoja na matusi makubwa ambayo akazungumzia Mange Kimambi, mimi sikuona tamko la watumishi wa Mungu, sikuona tamko la taasisi yoyote ikikemea ambacho kimefanywa na Mange Kimambi. Hakukemea, walikaa kimya. Pale demokrasia hamna, pale haki ya mtu hawakuiona wala hawakuizungumzia. Lakini nashangaza sasa hivi linapotokea jambo ambalo kiongozi mwenyewe wa kisiasa kama Lissu maka yafanya mambo mwenyewe, tuhuma zote zinakuja kwa Mheshimiwa Rais. Kwa nini hatusemi pia hata mkubwa anapoonewa, hata mkuu wa nchi anapoonewa, anapopokwa haki zake? Mbona hivi vyombo hatuvioni vikimtetea? Kwa nini vinatetea wanapoona mambo ambayo kama mfano amefanywa kiongozi fulani ndio wanaibuka kuongea? Lakini yeye anapopita katika dhuluba kwa mfano ya kupokwa haki yake ya kimsingi kama binadamu, kama kiongozi, kama mwanamke shupavu, watu wazungumzi. Sasa inapaswa Watanzania tujifunze kwamba tunapaswa kumtetea mtu katika mazingira yoyote, kwa sababu sote sisi ni binadamu. Lakini pia tunapaswa pia kuangalia pia wakati mwingine mazingira kisiasa na tabia za wanasiasa wetu. Kwa sababu watatokea mtu huko atajipa kesi au ataanza kuchokonoa vitu ambavyo sio vya kuchokonoa ili apate kesi. Akishapata kesi kimsingi aanze kuigeuza kesi hiyo kama ni ya kisiasa, aanze kuonekana kama amefungwa au anaonewa kwa sababu yeye ni mwanasiasa, kwa sababu nini? Sasa hii haipendezi, inachafua nchi yetu. Na mimi nitoe maagizo, nitoe rai pia kwa hasa viongozi wa upinzani wote, wakina Lema, wakina Heche na wengine wote. Naomba hivi kwamba
waache kufanya siasa za kiuchonganishi. Huku inabidi tupite. Unajua wakati wa nyuma kurudisha miaka kama 8 au 10 nyuma, Chadema ilikuwa inafanya siasa za kiutu uzima sana. Siasa zilizonyooka, siasa ambazo zimekomaa. Walikuwa wanazungumza changamoto, wanazungumza kwamba chama chao tukiwapa nafasi nini watafanya. Lakini sasa hivi wametoka huko. Sasa hivi wameanza kumwangalia mtu mmoja mmoja. Kila mtu anayesimama jukwani anamwangalia mtu mmoja mmoja, kitu ambacho sio sahihi. Kwa mimi napenda kusema kwamba tuache hizi tabia za kuwasema vibaya viongozi, na wakina Heche, Lissu, mimi najua kwamba hata walipopata nafasi ya kumtoa Mbowe, mimi najua kitu gani ambacho kilifanya mpaka wakatoa. Na no reforms no election wanaizungumza kwa sababu wameshindwa kukiongoza chama, hawana fedha za kuingia kwenye uchaguzi, hawajajipanga kwa jambo lolote. Kwa hiyo wakaamua kuja na hiyo. Sasa kimkakati sio kitu kibaya wanachokifanya. Wakisema no election, no reforms no election, sio kitu kibaya. Wala kuna mtu ambaye anakataa. Waendelee na hivyo kwa sababu ndio upeo wao akili ulipofika. Lakini ambacho sisi tunataka kuwaasa ni kwamba wasilete siasa za kiuchonganishi. Si kitu kizuri. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu tukumbuke na kesho. Mungu si Asumani. Wanaweza kesho akachukua nchi. Tukienda na siasa hizi, si siasa nzuri. Twende katika hoja, sema wapi parekebishwe. Sema nini kifanyike. Tusimzungumzie mtu mmoja mmoja katika hali ya kumdhalilisha, katika hali ya kumchonganisha na watu, kumfarakanisha na watu. Si kitu kizuri na kikubaliki. Mama amefanya kazi kubwa. Mama amejitahidi katika eneo lake kuleta demokrasia iliyokuwa imekomaa. Ameleta mapinduzi ya kiuchumi mazuri. Miradi tunayoendelea na kila kitu kimefanyika vizuri pasina na mtu yote kuonewa. Hata kwenye masuala ya kodi hakuna mtu yote ambaye anaonewa. Kwa hiyo mimi nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo kaifanya, lakini pia nataka niwaambie Chadema na wafasi wote ambao wanaamini katika harakati kwamba nchi yetu haina mazingira ya kiharakati kwa kweli. Kwa sababu Watanzania hawana moyo huo. Nchi yetu ina mazingira ya kuzungumza, kuongea na kukubaliana. Kama mama ambavyo amekuja na ala zake. Kwa hiyo kama tuna misingi hiyo, Chadema hawana chochote ambacho wanaweza kubadilisha kama wasipotembea katika misingi hiyo ya kukubaliana na katika kuzungumza. Na aliyekimbia maridhiano ni Chadema wenyewe. Wamekimbia maridhiano wenyewe. Sasa hivi wanalalamika na maridhiano yamewanufaisha kwa sababu walikuwa wanapata hela za ruzuku, kitu ambacho wenyewe walishajitoa kwenye uchaguzi, lakini ruzuku walikuwa wanapata. Lakini vivyo hivyo maridhiano yamewasaidia, wamezunguka nchi nzima kueleza kuhusiana na mambo ya chama chao. Kitu ambacho hakikuwepo. Haya yote hayana shukrani wala hayaonekani. Lakini mwisho kabisa nimalizie na bunge la Ulaya. Maazimio ambayo wameyatoa. Kwanza kabisa nchi yetu hatukubaliana na masuala ya ushoga, hilo la kwanza, na hatuwezi kukubaliana nalo kwa sababu si utamaduni wetu. Lakini mbili, kitu cha msingi zaidi ambacho naweza nikasema kwamba kuhusiana na kuachiwa kwa Tundu Lissu, nchi yetu sisi ni huru, na nipende kuwaasa sana na kuwaomba wafuatilie masuala mbalimbali utamaduni wetu na nchi yetu na magana ambavyo sisi tunajiendesha. Nchi yetu ni huru. Lakini pia kwa sababu nchi yetu ni huru, ina maana tuna uhuru wa kimahakama. Mihimili yote sisi lazima iwe huru na ifanye kazi kwa uhuru. Hakuna mtu anaweza kaingilia muhimili ambao upo kikatiba kufanya kazi yoyote ya mtu au maagizo ya mtu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine Lissu hajahukumiwa, anaendelea na kesi yake. Mahakama ndio itayotafsiri sheria na makosa yake aliyofanya, na ndio itatoa haki kuhusiana na Lissu. Kwa hiyo kuachiwa kwa Lissu kutatokana na usimamizi au haki itakayopatikana mahakamani. Kama atashinda kesi, atashinda kesi. Kama hatoshinda kesi, hatoshinda kesi. Yote hayo yatafanyika mahakamani na kwa haki, na hakuna mtu ambaye atamuonea mtu. Nataka niwakumbushe kwamba kama nchi yetu tuna kesi za kisiasa, kama watu wengi ambao wanafikiri, zingekuwa nyingi sana. Lissu yule angekuwa na kesi zaidi ya 100 mpaka sasa hivi. Lakini hana kesi zaidi ya 100 kwa sababu Mheshimiwa Rais hana mpango huo wa kuwakamata viongozi wa kisiasa, kuwafunga kwa makosa aina yoyote. Mpango huo hana na hatakuwa nao na hajawahi kuwa nao. Anapenda watu wafanye siasa, na ndio maana amewaleta nchini, walikuwa wamekimbia, na ndio maana amewafungulia mikutano ili watafanye siasa, vyama vyao viimarike, na ndio maana pia ameruhusu pia hata ruzuku katika vyama vyao, ruzuku ambayo waliikataa na walisema waitambui uchaguzi, lakini mama akawapa zile ruzuku na kawasaidia vitu vingi, hata makao makuu yao ambayo sasa hivi Chadema wanatamba nayo, mama ameweka mkono. Kwa hiyo hii inazilisha na inaonyesha wazi kwamba mama kiasi gani anapenda siasa, anapenda wanasiasa,
na anapenda viongozi hasa wa upinzani wafanye siasa katika misingi iliyo mizuri. Kwa kusema hivyo, nitumie fursa hii pia kuwashukuru Tanzania na kuwashukuru viongozi wote wa kidini, na nipende kuwaasa viongozi wa kidini kwamba tufuatilie mambo mbalimbali, na hata akionewa mkubwa iongelee, waseme, akiongelewa mdogo waseme, wakiona mambo yote ambayo yako sawa waseme, kwa sababu ndio msingi wa nchi yetu ilivyo na ndio utamaduni wa nchi yetu.